Operesheni ya Madam Amina, vita vya kisiasa Ufaransa. Bwana, sikiliza vizuri. Hii ni hadithi ya kiongozi jasiri wa serikali Madam Amina, ambaye ujasiri wake ulikuwa shujaa wa kweli. Alikuwa amepokelewa Ufaransa kuhudhuria mkutano wa kimataifa, lakini aliyehuzunika ni kwamba kwa msimamo wake mkali dhidi ya rushwa na makampuni yasiyo ya kweli, alikuwa amepata adui waliokuwa tayari kumwangamiza. Siku ile ya hotuba, Madam Amina alionyesha ushujaa wa ajabu. Haki na ukweli lazima visimame, hata kama ni mapambano magumu, alisema mbele ya mamia ya watu. Lakini kulikuwa na waliokuwa wakiangalia kwa woga na waliokuwa wakiwinda. Usiku wa mapambano, kwenye hoteli ndogo ya kijijini, kikosi maalum cha wanajeshi kutoka Afrika Mashariki kilifika. Kiongozi wa kikosi hicho, Koplo Juma, alikuwa shujaa wa kweli, mtu mdogo kwa sura, lakini macho yake yalisoma mbali na kila hatua yake ilikuwa ya hesabu. Madam, leo tutakuokoa, tupo tayari kwa kila hali, Juma alisema, akiwa ameshika bunduki yake ya sniper. Waliamua kuondoka kimya kupitia msitu mnene. Majani yalipiga midomo yao, upepo ukipiga kwenye nywele, kila sauti ndogo ikawa ishara ya tahadhari. Wakati walipokuwa wakienda, waliona mwanga wa risasi ukiangaza giza. Waasi walikuwa wametafuta nafasi ya kuwasambaratisha. Juma, wanatupa risasi, nini tutafanya? Madam Amina aliuliza, macho yake yakiwa makini lakini sauti yake thabiti. Endelea mbele, mimi nitahakikisha hakuna anayekaribia, Juma akajibu. Kila hatua, risasi zingine zikipiga karibu, lakini kwa ustadi wa Juma, kila bunduki ilipiga kwa umakini. Pa! Risasi moja, mmoja wa waasi akaanguka chini, wengine walikimbia. Madam Amina alikusanya nguvu akasema, sasa tuna nafasi, lazima tuchukue hatua. Walipofika kwenye eneo la helikopta, vumbi ikachafua anga, lakini helikopta ilishuka haraka. Wanajeshi wakamwelekeza Madam Amina ndani, huku Juma akichukua nafasi ya kuangalia nyuma kuhakikisha hakuna anayefuatilia. Helikopta ilipaa juu, ikibeba ujasiri na msimamo wa kiongozi huyu jasiri. Chini, mapambano yalikuwa yakikamilika, lakini hata hivyo, Madam Amina alihifadhiwa. Alijua kuwa jukumu lake bado ni kubwa, kushughulikia njama za kisiasa, kushinda rushwa na kuhakikisha kuwa haki inasimama. Mimi sitapumzika. Hii sio mwisho, bali mwanzo wa mapambano makali zaidi, alisema, macho yake yakimwangalia Juma, ambaye alikubali kimya, akijua nguvu na ujasiri wake wa kweli ulikuwa kielelezo cha kweli cha taifa lililohitaji uongozi wa haki. Na hivyo, shujaa wa Ufaransa, mama jasiri kutoka Afrika Mashariki, aliendelea kuwa ishara ya ujasiri, akihakikisha kuwa ukweli na haki haiwezi kushindwa na adui, hata kama walikuwa wakiwinda kando ya vichochoro vya kisiasa na silaha. Mwisho.